Tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuisimamia wizara vizuri kwa maelekezo anayompatia Mheshimiwa Anthony Mavunde, naibu waziri wake Steven Kiruswa, katika kuisimamia sekta na kutoa manufaa makubwa kwa Watanzania wote waliopo nchini hapa. Niseme tu kwamba sisi tulioko hapa ni wachache sana. Tunawakilisha wenzetu wengi ambao tumewaacha manyumbani na wengine tumewaacha mikoani, lakini tumepewa dhamana ya kuhakikisha kwamba sekta ya madini pamoja na madini yaliyoko nchini Tanzania yanaweza kuwanufaisha Watanzania wote. Kwa hiyo kwa niaba yenu na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa miongozo ambayo anaendelea kutupa na kuhakikisha kwamba mchango wa sekta ya madini unaendelea kuimarika katika pato la taifa siku hadi siku. Kikubwa zaidi ni hongera kwenu nyinyi watumishi wenzangu, Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, ni viongozi waandamizi wa wizara, lakini bila nyinyi mafanikio yote ambayo tumeyapata hadi hivi sasa, kwa maana ya mchango wa sekta kuwa 10.1%, kwa maana ya makusanyo ya mwaka wa fedha uliopita kuwa trilioni 1.07 na mwaka huu kuwekewa lengo la trilioni 1.2, lakini kwa maana ya kwamba masuala ya usalama, mazingira pamoja na afya katika migodi yetu yameendelea kuimarika, na wote tunafahamu kwamba ukiondoa janga la vita, janga ambalo linaua watu wengi kwa wakati mmoja, ni sekta ya madini ni miongoni mwao. Lakini kwetu tumejitahidi sana kupitia nyinyi kuhakikisha kwamba usalama, afya migodini unaendelea kuimarika. Lakini kwa nini tuko hapa? Viongozi wetu waandamizi kwa maana ya Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu, Waziri wa Madini ameendelea kutusisitiza kufanya mazoezi ili tuweze kuimarisha afya zetu kwa malengo makubwa. Inawezekana kuna malengo mengine mengi, lakini makubwa mawili. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa timamu, kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza ambayo katika dunia leo yamekuwa mengi sana. Lakini cha pili kinatokana na kile cha kwanza. Tunapokuwa na afya bora, basi tuna uwezo wa kusimamia vizuri sekta ya madini na kupata manufaa makubwa, yakiwemo yale ambayo nimeisha yasema pale awali. Niwape hongera tena kwa namna ambavyo tunakwenda, especially Tume ya Madini kwenye makusanyo tunakwenda vizuri. Mpaka kufika mwezi wa 12 tulikuwa tumeshazidi nusu ya malengo ambayo tulikuwa tumetimiza. Kwa hiyo naamini mpaka kuja kufikia mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeweza kufika yale malengo ambayo serikali imetuwekea. Kwa hiyo niwaombe, tunao wajibu sasa, kwa sababu watu wengi wamevutiwa na sekta ya madini. Wataikuja kwenye sekta ya madini kufanya kazi, watachimba. Wakati mwingine watu waangalia usalama, kwa sababu binadamu anapoona riziki ile pale, wakati mwingine hata ule ufahamu wake unapungua katika kujaji riziki. Kwa hiyo sasa sisi tutachukua jukumu la kuhakikisha kwamba watu wanapata vipato, watu wanapata riziki, lakini usalama wao unakuwa ni namba moja. Swala la usalama, afya na mazingira kalipeni namba moja kipaumbele katika zama tulizo nazo. Tunajua mnazo target. Tumewekea malengo ya kufikisha kwa kila mwaka. Lakini target isiwe kishawishi kikubwa cha wewe kuweza kuruhusu uchimbaji au shughuli kwenye maeneo ambayo tunaona yana athari. Huu ndio ujumbe wangu mkubwa sana leo. Yawezekana tulikuwa tunatakiwa kuongea hapa, tulikuwa tunaongea burudani, lakini tumepata nafasi ya kuwa sisi wote kwa maana ya wizara na taasisi. Na sio jukumu tu la RMO. GST umekwenda field, umekuta kuna mazingira ambayo yanahatarisha. Mwambie ofisi ya RMO mapema, kwa sababu sisi ni timu. Sisi tunafanya kazi kwa ushirikiano ili aweze kuchukua hatua na kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwa iko vizuri maeneo yao. STAMICO mnafanya uchorongaji kwenye maeneo mbalimbali. Umeona hali ya hatari, usikae pembeni ukasema ni jukumu la Tume ya Madini. Watu watakufa, sekta itachafuka, watu watakufa, nguvu kazi ya taifa itapotea.
watu watakufa. Ni doa kubwa sana. Uhai wa mtu mmoja huwezi kulinganisha na kitu kingine chochote. Kwa hiyo niwaombe sana 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 katika eneo hilo, nalirudia kwa msisitizo, kwa sababu naelewa madhara yake na naelewa kinachoendelea kwenye sekta sasa hivi. Kwa hiyo kaweni makini sana kuhakikisha usalama, mazingira na afya kwenye migodi kwa kipindi hiki ambako bei ya dhahabu inaendelea kuwa juu, na ipa kipaumbele sana 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 katika maeneo yenu ya kazi. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.